Kwa leo ni siku ya mwisho ya mashindano yetu, siku ya tatu, ambapo kama mlivyoona washindani wetu wameweza kuonyesha kazi ambazo wamekuwa wakizifanya mbele ya majaji na mbele ya wageni ambao walikuwa wamealika. Tumeona kwa asilimia kubwa vijana wetu washindani wameonyesha mavazi ambayo yameshonwa kwa ubora kabisa katika siku yao ya mwisho, ikiwa kama ndio final product ya kile ambacho tumetarajia. Lakini upande wa pili tumeona wapishi tumeona wakionyesha pia kazi yao ya mwisho kabisa ambayo imeonyeshwa mbele ya majaji na mbele ya viongozi ambao wamekuja kushughulikia eneo hilo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, na bado tunaendelea kwa wachache ambao wamebaki kwa fani nyingine ambazo zimebaki, wapo kwenye hatua ya mwisho, lakini mwishoni, kesho ndio itakuwa siku yetu ya mwisho ambapo viongozi na washiriki wetu wataweza kutangaziwa matokeo mbele ya mgeni rasmi. Asanteni sana. Kuna mambo mengi lakini nizungumzie mawili tu ambayo yanaweza kama amechangia VETA kutoa vijana wengi kwenye haya mashindano. La kwanza, VETA tuko kila mahali. Unakuta kwamba kwenye maeneo tofauti tofauti walikoshindanishwa hawa vijana tuna vyuo vya VETA, lakini hili linaweza lisiwe muhimu sana. Muhimu sana ni kwamba vijana wetu wanafundishwa kuwa mahiri katika stadi zao. Kwa yawezekana kabisa wakati wa kushindana, wakati wa mchujo kwenye kanda huko ndiko walikoonesha umahiri ule, ndio maana wakachaguliwa kuingia kwenye mashindano ya kitaifa. Tuna vijana 19 katika stadi tofauti tofauti na kutoka kwenye vyuo mbalimbali vya VETA ambao wanashiriki kwenye haya mashindano. Kwa hiyo yawezekana kabisa ni kwamba wameonesha umahiri wao ni kwa namna gani ambavyo wameandaliwa, na hivyo kuweza kushindana na kuweza kuchaguliwa kuja kushiriki kwenye haya mashindano ya kitaifa.